Kweli 10 zinazohusu ulimwengu wa roho. Hizi ni kweli 10 ambazo zinahusu ulimwengu wa roho. Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana mahali popote pale ulipo. Amani iwe nawe, ninatumaini unaendelea vizuri kabisa. Siku leo nimekuja na mambo kaza wa kaza yaliyobebwa na ulimwengu wa roho. Tupate kuelewa kwamba ulimwengu wa roho tunapoongelea ni ulimwengu ambao hauonekani. Ulimwengu wa roho tunaoongelea ni ulimwengu ambao wanaishi malaika, anaishi Mungu mwenyewe, zinaishi falme za giza. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao umebeba matokeo mengi yanayohusu maisha yako. Ni muhimu sana ukaujua ulimwengu wako wa roho upoje, unafanyaje kazi, ili jambo lolote jema au baya litakapokujia utajua namna gani ya kulisolve, utajua namna gani ya kukabiliana nalo hilo swala la ulimwengu wa roho, kwa sababu ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu uliobeba mambo mengi sana. Wapo watu wengi leo maisha yao yamekuwa kianguka katika hali ya kibinadamu, wamekuwa kipoteza kazi, nyota zao zimekuwa zingai, maisha yao yamekuwa ni ya duni, yamekuwa ni ya chini. Watu walianza vizuri katika kumtumikia Mungu, lakini ghafla wakajikuta wamepoteza mwelekeo. Unakuta mtu alikuwepo amepata kazi sehemu, amepata nafasi nzuri, alafu then katika ulimwengu wa roho anakuja kuonyeshwa katika ndoto, anaona kile kiti ambacho amekalia kwenye ile ofisi anatolewa. Manake wote ni ulimwengu wa roho ambao unaongea. Sasa leo nimekuja na kweli 10 ambazo zimebebwa na ulimwengu wa roho, ambazo nataka uzijue, zinazohusu maisha yako, zilizobeba hatima ya maisha yako. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulielewe kuhusu ulimwengu wa roho, tunasema kwamba ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana ingawa upo. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa ulielewe. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao hauonekani kwa macho ya kibinadamu. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao hauonekani kwa macho ya kawaida. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao macho ya kibinadamu hayawezi kuona. Utakapokuwa na macho ya ndani, macho ya rohoni, ndipo ambapo ulimwengu wa roho utauona. Lakini pia tunapoongelea ulimwengu wa roho, ulimwengu huu wa roho huwezi kuona kwa macho ya damu na nyama. Ulimwengu si mbinguni au kuzimu, la hasha, bali ni mazingira haya tuliopo ndiyo yanayoonyesha, isipokuwa mambo yanayoendelea tunasema kwamba hayaonekani japokuwa yapo dhahiri. Tunamuona Adam na Hawa kabla ya anguko waliweza kuishi wakiwa uchi, lakini hawakuoneana aibu kwa sababu waliutawala ulimwengu wa roho wakiwa wamefunikwa na utukufu wa Mungu. Baada ya anguko tunaona ghafla wanajikuta wako uchi na ule utukufu ukawakimbia. Wachawi na mawakala wa kuzimu wanafanya kazi zao wakiwa uchi bila aibu. Kinachowasaidia wasionekane aibu ni kuutawala ulimwengu wa roho na kuuendesha watakavyo, ili mambo yao ya uharibifu yaweze kufanikiwa. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa ulielewe linalohusu ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho hauonekani katika macho ya binadamu wala ya macho ya kawaida. Na pia kuna watu leo wanasema ulimwengu wa roho ni mbinguni, ulimwengu wa roho ni kuzimu, ulimwengu wa roho ni sehemu fulani, pengine wanaona iko special. Hapana. Ulimwengu wa roho hauonekani kwa macho ya kawaida. Pia ulimwengu wa roho tunasema kwamba ni ulimwengu mwingine ambao mpaka utakapokuwa na macho ya ndani. Ni katika ulimwengu huu, lakini katika ulimwengu wa roho ndio ambapo utaona mambo yako mengi yanayohusu maisha yako. Na ndio maana Adam na Eva walivyokuwepo katika bustani ya Eden walikuwa wanaweza kuishi pasipo kuoneana haya, pasipo kuoneana aibu. Walikuwa wanakula, wanatembea wote wakiwa uchi, lakini kitu ambacho kilikuwa kinawafanya wasioneane aibu wala wasishangaane ni ule ulimwengu wa roho, kwa sababu walikuwa wameutawala ule ulimwengu wa roho, kwa sababu walikuwa wameumiliki, ulikuwa chini ya mamlaka zao. Na ndio maana utukufu wa Mungu ulikuwa umewafunika, na wao walikuwa wanaenda katika njia za Bwana na mafanikio makubwa. Lakini jambo lingine ambalo tunasema unatakiwa ulielewe kuhusu ulimwengu wa roho, hata wachawi pia wakitaka waende kuloga, mchawi akienda kuloga sehemu havai suti. Mchawi akienda kuloga sehemu havai tai, havai kola, havai tunasema havai makanzu, havai majoo wala madela. Anachokuwa anapokuwa anaenda sehemu kuloga anakuwa uchi. Anakuwa uchi kabisa. Anapokuwa uchi ni ule ulimwengu wa roho ambao unamficha
kulingana na zile nguvu za falme za giza ambazo anazitumikia, ndio ambazo zinamsitiri ili aibu yake isionekane. Kwa hiyo mchawi anaweza kapita mbele yako na usimuone kama yupo uchi. Kwa sababu gani? Ulimwengu wa roho ameweza kuudhibiti na kuutawala. Lakini jambo lingine ambalo linahusu ulimwengu wa roho, tunasema ndio ulimwengu ambao unaongoza ulimwengu huu ambao unaonekana. Ulimwengu wa roho ambao hauonekani ndio ambao unaopaleti mambo yote ya ulimwengu huu usioonekana. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa ulielewe. Mambo yote ya maisha yako yalianzia rohoni. Ukijiona wewe umebarikiwa, jua baraka zako zilianzia rohoni. Ukijiona wewe ni maskini, jua maskini wako ulianzia rohoni. Ukijiona wewe ni mgonjwa, ugonjwa wako ulianzia rohoni. Kuna taarifa ambazo ulizipokea kutokea ulimwengu wa roho, lakini pengine au kuzizingatia au kuzitilia maanani, au pengine ukaona bana, hizi ni taarifa tu za kawaida, ndio ambazo zikapelekea anguko lako, au ndio ambazo zikapelekea mateso katika maisha yako. Kwa hiyo jambo ambalo tukulielewe tunapoongelea ulimwengu wa roho ndio ambao unaopaleti ulimwengu wa mwili. Ukijua kudhibiti ulimwengu wako wa roho, elewa kabisa ulimwengu wako wa mwili, mambo yako mengi yatakuendea vizuri. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu watu wengi leo wamekuwa na jitihada na bidii katika kufanya kazi ili wapate mafanikio, wasovu maisha yao yaweze kuonekana katika hatua fulani ya ubora na uzuri. Ila shida inakuja pale ambapo anakosa nguvu ya kudhibiti ule ulimwengu wa roho. Adui ndiko ambako anapitia ili kuleta madhara katika maisha yake ya kawaida, kwa sababu amekosa nguvu ya kuuteka na kuutawala ule ulimwengu wa roho. Amekosa nguvu ya kuumiliki ule ulimwengu wa roho, ndio maana unapelekea yeye kukosa dira katika ulimwengu wa mwili. Unakuta mtu anapambana sana na shika fedha, lakini akishika fedha yeye kushika milioni 5, milioni 10 au 500,000, 600,000 kumaliza kwa siku sio kitu cha kawaida. Kumaliza kwa wiki sio kitu cha kawaida. Na hela zikishaisha ndo akili inakuja, hizi hela nimefanyia nini? Unakuta tu bana nimefanyia starehe, anasa, ndo kumbukumbu ambazo zinabaki pale. Shida inakuwa hapo. Shida inakuwa sio wewe. Kuna tatizo kwenye mfumo wako wa ulimwengu wa roho. Yule mtu wako wa ndani ana matatizo, hajakaa sawa. Ndio maana ulimwengu huu wa mwili ambao unaishi, tunakuona Amina, tunakuona Juma, tunakuona Kevin na Abduli, ulimwengu huu tunaokuona kuna vitu haviwezi vikaenda sawa, kwa sababu umekosa upako wa kuumiliki ulimwengu wa roho, kwa sababu umekosa nguvu ya kuutawala na kuuatamia ulimwengu wa roho. Ndio maana madhara yanakupata. Kwa hiyo tunapoongelea ulimwengu wa roho ndio ambao unaopaleti ulimwengu wa mwili. Kuna watu leo unakuta hawapati hata shida katika kupata mafanikio, hawapati shida kabisa. Yeye kisha pita pale, amepata pesa na mambo yake yanaenda, amesha solve mambo yake na yako vizuri, amefanikiwa. Lakini unajiuliza huyu mtu shida ni nini? Anafanya kazi kidogo lakini anapata mafanikio kwa wingi, kwa sababu aliteka na kuumiliki ulimwengu wa roho. Alikuwa na upako wa kutawala ulimwengu wa roho, na ndio maana mafanikio yakawa ni makubwa kwake. Ndio maana baraka zikawa ni kubwa kwake, kwa sababu ya kuweza kudhibiti tunasema ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ni muhimu sana ukajua ulimwengu wa roho unavyotenda kazi na jinsi ya kushughulikia. Na ndio maana ukisoma kile kitabu cha Waefeso pale, Waefeso 6 na mstari wake wa 10 mpaka 12, maandiko yanasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika uweza na nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hapa tunapata kuona kwamba tunaongelea ulimwengu wa roho, kwamba ulimwengu wa roho kumbe ni ulimwengu ambao ni wa vita. Maandiko yanasema vaeni silaha ili muweze kupata kuzishinda hila na njama zote za yule adui, kwa sababu mambo yako yote yanaanzia rohoni. Na ndio maana maandiko yanatuambia tuwe attention katika vita katika ulimwengu wa roho. Biblia inapoongelea kuvaa silaha, haiongelei tuvae mapanga, haiongelei tuwe na risasi, tuwe na mabastola, tuwe na mabunduki. Inaongelea kwamba tuwe na uwezo, tuwe na silaha zile za maombi. Tunapoongelea silaha tunaongelea maombi. Unapokuwa muombaji ni moja ya silaha ya hatari zaidi katika ulimwengu wa roho. Unapokuwa muombaji ni moja ya silaha ya kutisha
zaidi ya bomu la nyuklia katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ulimwengu wa roho silaha moja kubwa ni pale ambapo wewe unakuwa umeshiba maombi. Ulimwengu wa roho silaha moja kubwa yenye nguvu ni pale ambapo unakuwa umeweza kuwa ni mtu muombaji. Lakini silaha nyingine pia ya ulimwengu wa roho ni silaha tunasema kwamba ya kulisoma neno la Mungu. Maandiko yanasema neno la Mungu li hai, tena lina nguvu kuliko upanga unaoua wote, ambao unaweza kugawanya nafsi na roho na kugawanya kila kitu pale. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa kwamba neno la Mungu pia ni sehemu ya kudhibiti na kutawala ulimwengu wa roho ili upate mafanikio katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo jambo la kuzingatia, silaha yako kubwa unaponisikiliza, kuwa muombaji. Silaha yako kubwa unaponisikiliza, kuwa msomaji wa neno. Unaponisikiliza, silaha yako kubwa, kuwa mtu unayekesha. Penda kukesha. Kuanzia Januari mpaka Disemba umekuwa ukilalia hicho kitanda chako, umepata manufaa gani? Kuna wakati bora ukatenga siku moja usilale kitandani, usiku wa manane uombe, kwa sababu ni moja ya maagizo ya Mungu. Ndio maana maandiko yanasema kesheni basi muombe. Kesheni basi muombe, kwa sababu hamjui siku wala saa ambayo atakuja yule adui kuleta madhara na maafa katika maisha yako. Kwa hiyo jambo la kuzingatia ambalo tunaongelea ili uweze kufanikiwa katika ulimwengu wa roho ni lazima uwe mtu wa maombi, uwe mtu wa ibada, uwe mtu unaishi maisha matakatifu, uwe mtu unaishi maisha ya mikesha, maisha kufunga na kuomba na kusali na kushuhudia, kuwaleta watu kwa Yesu. Hiyo ni moja ya silaha pia kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Lakini pia na kutoa sadaka mbele za Mungu ni moja ya silaha kubwa sana katika ulimwengu wa roho, ili uweze kuudhibiti na kutawala huo ulimwengu wa roho. Lakini jambo lingine ambalo tunasema inatakiwa ulielewe linalohusiana na ulimwengu wa roho, tunasema kwamba unahitaji macho ya rohoni kutambua ulimwengu wa roho, kwa sababu ni ulimwengu ambao hauonekani. Kwa hiyo ni muhimu sana ukawa na macho ya rohoni. Walio wengi leo unakuta mtu unamuuliza, wewe unaotaga ndoto gani? Anakujibu, mimi siotagi ndoto. Wewe unaotaga ndoto zipi? Mimi kwa kweli nikilalaga mimi sikumbuki ndoto, sijaiota. At least akwambia hata akumbuke, anakuambia siotagi. Akati jambo tukulielewe, hata kichao naye muona anaokota makopo barabarani, mtu ambaye amevurugwa akili zake, akilala usiku ni lazima aote ndoto. Hata kama iweje, imekuwaje, lazima akilala ataota ndoto. Kwa hiyo kila binadamu ambaye amezaliwa hapa duniani, ambaye anaishi hapa duniani, ana haki ya kuota ndoto. Ana haki ya kuota ndoto. Kwa sababu gani? Kuota ndoto ni ulimwengu wako wa roho. Ndoto ni chombo cha kukuletea taarifa kutoka ulimwengu wako wa roho kuja katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana uweze kulizingatia na kulielewa kuhusu ulimwengu wa roho, kwa sababu ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu uliojificha, ambao ni muhimu sana ukawa na macho ya rohoni, macho ya ndani. Tunaita jicho la ndani la kinabii, jicho ambalo linaona. Kwa hiyo hata wachawi wakitaka waje wakuroge, ukishakuwa na macho ya rohoni, wachawi hawezi kukuroga, kwa sababu unawaona, una macho ya rohoni, kwa sababu unawatambua. Wakina mama Dija, mama Fatuma akienda kwa mganga wa kuroge, wanakuonea hivyo duka lako linastawi, maduka yao yanafifia. Wakienda kukuroga pale, Mungu atakuonyesha kwamba angalia na yale macho ya rohoni. Sasa angalia. Kwa hiyo tunaona ni muhimu sana katika ulimwengu wa roho kuwa na macho ya rohoni, na ndio maana Mungu anamchukua nabii Ezekiel katika uwanda wenye mifupa mikavu. Anamwambia, nabii wangu, unaona nini? Manake nabii alikuwa na macho ya rohoni ya kuona. Anasema, naona bonde limejaa mifupa mikavu. Manake yale ni macho ya ndani, sio macho ya kawaida. Kwa hiyo ili uweze kuudhibiti na kuutawala ulimwengu wa roho, unahitaji kuwa na macho ya ndani. Kwa hiyo katika maombi yako pia ni muhimu sana ukawa na macho ya kuona ya rohoni, ili uweze kuwashambulia na kuwavamia maadui zako, kwa sababu ulimwengu wa roho ukikosa macho ya rohoni huwezi ukaona jambo lolote. Ulimwengu wa roho ukikosa macho ya rohoni huwezi ukapata taarifa zozote zinazokuhusu wewe, zilizobeba taarifa zako. Kwa sababu gani? Ulimwengu wa roho ni ulimwengu uliokubeba wewe halisia, original. Hapa wewe wa nje hapa tunayekuona kwa macho ya binadamu, mtu wako wa ndani anaishi rohoni ndiye ambaye tunamtambua zaidi, kwa sababu ndiye ambaye anakuletea taarifa zote. Kwa hiyo tukikuona ni maskini, tunajua maskini wake umeanzia rohoni.
Tukikuona una fedha, tunajua fedha zake zimeanzia rohoni. Tukikuona ni mtu mwenye mafanikio, tunajua mafanikio yako yameanzia rohoni. Haijalishi umepitia njia gani, njia ya Mungu au njia ya shetani, lakini ni muhimu sana ukapitia njia ya Mungu, kwa sababu mwisho wako utakuwa mwema. Ila ukipitia njia ya shetani upate mafanikio, mwisho wako utakuwa mbaya. Kwa sababu gani nasema hivyo? Mtu yoyote aliyepata mafanikio kwa njia ya shetani anakuwa mtiifu. Akienda kwa mganga, mganga anamwambia bana, wewe ili mambo yako yaende vizuri, akisha saa 6 za usiku unaamka, unaenda njia panda kuoga, unaenda njia panda kulani kuabudu mizimu, na unakuta anatii. Manake ulimwengu wa roho anafuata maelekezo ili apate mafanikio. Kwa vivyo hivyo na sisi watakatifu ni muhimu sana ili tuudhibiti na kutawala ulimwengu wetu wa roho, tukaishi maisha ya ibada, tukaishi maisha matakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu, ili aweze kuleta neema ya mafanikio katika maisha yetu. Na ndio maana ukisoma kile kitabu cha Wafalme wa Pili pale 6 na mstari wake wa 17, Wafalme wa Pili 6 na mstari wake wa 17, maandiko yanasema Elisha akaomba akasema, Bwana, ninakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Hapa tunaona ni habari ya Elisha na Gehazi. Gehazi alikuwa ni mtu ambaye hana macho ya rohoni, haoni chochote kinachoendelea katika ulimwengu wa roho. Alipoona amezungukwa na maadui amewazunguka pande zote katika macho ya kibinadamu, akaanza kulalamika kwa bwana wake kwamba leo ndio mwisho wetu, tunaangamia. Lakini nabii, kwa sababu alikuwa na macho ya rohoni ya kuona, akamwambia, Bwana, ninakuomba mfumbue macho naye aone ni kitu gani ambacho kinaendelea. Alipofunguliwa macho, akaona amezingirwa na malaika wengi sana wametamalaki pale. Kwa hiyo ni muhimu sana katika maisha yako ya kawaida, ya ulimwengu wa kawaida, ukadili katika maombi ya kumwomba Mungu akupe macho ya rohoni ili kila kitu kiweze kuwa sawa. Lakini jambo lingine ambalo tunasema linahusu ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho hauna umri. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa ulielewe. Tunapoongelea ulimwengu wa roho, ni ulimwengu ambao hauna miaka, hauna mikaka, hauna mwaka, hauna karne, kwamba karne hii na karne. Ulimwengu wa roho ulikuwepo. Yani asili ya ulimwengu wa roho ni kuwepo. Dunia ina ukomo, iliumbwa na pia itafika ukomo wake, itapita. Ila ulimwengu wa roho hautapita, kwa sababu ni ulimwengu ambao tunasema kwamba ni ulimwengu usiokuwa na umri wala ukomo, kwa vile Mungu alivyoweka majira na nyakati za ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunapoongelea ulimwengu wa roho kwamba una umri, swala la umri kwa watu wengi limekuwa gumzo sana, wakati hasa wanapoona Mungu anatumia vijana wadogo kuthibitisha ufalme wake. Wanadhani Mungu anaangalia umri katika kumtumia mtu. Upande wa shetani haipo hivyo. Mchawi anaweza kutumika hata kabla hajazaliwa. Mtoto mdogo wa miezi miwili anaweza kutumika kichawi kufanya mambo makubwa, kuharibu maisha ya watu. Biblia inasema katika ile Yeremia pale, ukisoma Yeremia 1 mstari wa 5, anaambiwa Yeremia, kabla sijakuumba na nikujua. Sasa hapa tunaona Yeremia aliambiwa na Mungu kabla hajazaliwa, akiwa tumboni mwa mama yake alimjua, na kabla hajatoka alimtakasa. Hii inatuonyesha swala la umri upande wa ufalme wa Mungu au shetani sio kigezo. Kinachozingatiwa ni kusudi, au tunasema mission ambayo anayopewa huyo mtu. Tunaona hata Yesu mwenyewe akiwa na umri wa miaka 12, akiwa hekaluni, alijibu hoja za wazee wa Israeli, na wengi wakawa wanashangaa namna alivyojibu maswali. Umri si kizuizi kwa ulimwengu wa roho, hutumiwa na Mungu au shetani. Hilo ni muhimu sana ulielewe linalohusu ulimwengu wa roho. Lakini jambo lingine ambalo limebebwa na ulimwengu wa roho ni tunasema kwamba vilivyoanzishwa katika ulimwengu wa roho vinadumu milele. Hilo ni lazima ulielewe. Ulimwengu wa roho, chochote kile ambacho kimeanzishwa kinadumu milele. Ulimwengu wa roho, chochote kile ambacho kimeundwa, ambacho kimetengenezwa, kinadumu milele. Wapo watu leo wanatembea na laana za kiukoo kwa sababu ulimwengu wa roho unatafuna ule ukoo, kwa sababu ni kitu ambacho akiondoki mpaka patikane mtu mwenye upako wa ulimwengu wa roho wakiondoa. Unakuta kwenye familia fulani watu
level zao za kufa ni miaka 45 50, wamezidi sana 55 pale au 60, lazima watu wakate moto. Unakuta ndani ya familia yani hakunaga mzee kwenye hiyo familia au kwenye huo ukoo. Kwa sababu gani? Ni wepesi wa kuzaliana, ni wepesi wa kufa mapema. Wala wengine wanakufa kwa ajali, wengine wanakufa kwa magonjwa, wengine wanakufa kwa ukimwi, wengine wanakufa kwa kasonde, wengine malaria, wengine maradhi ya ajabu, wengine wakisha lala tu wanafia vitandani, mwingine anakunywa maji anapaliwa anakufa hapo hapo. Unajiuliza shida nini? Ni kumbe shida ilianzia katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ni mfumo unakuta unatembea wa kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne, cha tano na kadha wa kadha, kwa sababu ulimwengu wa roho hauna umri. Ulimwengu wa roho unaishi katika vile vitu vilivyoanzishwa vinadumu milele. Kwa hiyo kama ni kitu kibaya kilichotengenezwa kwenye ukoo, na ndio maana ni muhimu sana tuombaji wa toba. Unapotubu usijitubie wewe peke yako, ungama dhambi za mababa zako, kwa sababu Nabii Yeremia ukisoma pale maombolezo, anaomboleza anasema baba zetu wamekufa nao hawapo, lakini dhambi zao tumezichukua sisi, dhambi zao tumezibeba sisi. Kwa sababu gani? Kwa sababu walipokufa wazazi wao, sawa wamekufa wazazi wao, ila dhambi walizozitenda baba zao na wao pia wamezibeba. Kwa sababu gani? Yale maagano waliyofanya baba zao na wao pia wamejikuta wakijumuishwa katika ile mifumo ya kimizimu ambayo baba zao walikuwa wanaifanya katika tamaduni zao. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua ulimwengu wa roho kwamba chochote ambacho kimeanzishwa ulimwengu wa roho huwa hakifi, kinadumu milele. Na ndio maana ukisoma kile kitabu cha Kutoka pale 16 na mstari wake wa 17, maandiko yanasema wana wa Israeli wakafanya hivyo, wakaokota wengine zaidi wengine. Nitarudia tena, wana wa Israeli wakafanya hivyo, wakaokota wengine zaidi wengine kupungua, na walipoipima kwa pishi yeye aliyekuwa ameokota kingi hakikubakiwa na kitu, na yeye aliyekuwa ameokota kichache hakupungukiwa, wakatoka kila mtu kama ujira wake walivyokuwa. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa kwamba kuhusu swala la ulimwengu wa roho ni swala ambalo tunasema chochote kile ambacho kimeanzishwa huwa kinadumu milele. Lakini jambo lingine linalohusu ulimwengu wa roho tunasema kwamba kutatua tatizo lililokwisha kutokea ni kushindwa kutatua. Hilo ni muhimu sana uelewe. Katika ulimwengu wako wa mwili, kama unadili na tatizo ambalo limeshaharibika, unakuta mtu tunasema anaumwa, hali yake ni mbaya, ni mgonjwa, anasema akalitatue tatizo, bado hajatatua tatizo, na ni kushindwa kutatua tatizo. Kwa sababu gani? Hilo tatizo lilianzia wapi? Ulimwengu wa roho. Kwa sababu alikosa upako wa kuudhibiti na kuutawala huo ulimwengu wa roho, imepelekea maisha yake na hatima yake kuanguka au mambo yake kuwa chini. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa kwamba ulimwengu wa roho ni halisi kuliko ulimwengu wa mwili. Hivyo kama ulimwengu wa roho ni halisi, tunapaswa kushughulikia tatizo kwenye chanzo chake na sio matokeo ya tatizo katika hicho chanzo cha ulimwengu huu wa mwili. Tatizo Kanisa la Mungu kwa kukosa maarifa na kutawala ulimwengu wa roho, watu wanashughulikia tatizo baada ya kutokea na kujikuta wanashindwa vibaya. Tunapaswa kushughulikia magonjwa, umaskini, kushindwa, kutokuzaa, kutokusoma na mengine yote kwa kuanzia rohoni kabla ya mwilini. Kwanza unaweza kurudi kuangalia ndoto na taarifa zilizoachiliwa kwako, ujue lolote lililoko mbele yako. Pili, aina ya maono unayoyapata kila siku, kwani Mungu ana tabia ya kutumia njia hii kukujulisha mambo yajayo. Tatu, kwa njia ya mtumishi wa Mungu. Mungu anaweza kumtumia mtumishi wake kutoa taarifa ya mambo yajayo. 4, neno la madhabahuni. Kila neno linaloachiliwa saa ya mahubiri linaweza kutumika kukupa taarifa ya kitakachotokea baada ya muda fulani mbele, na njia nyingine nyingi ikiwemo mawazo yako yanayojirudia mara kwa mara au mazingira uliopitia kwa siku nzima. Njia zote hizi ni mahususi kuwa na taarifa
na taarifa nalo. Kwa maana hiyo tunasema unalitamaliza kirahisi, unalimaliza, unalitatua kirahisi. Ikiwa utatathmini, utakuta zote hizo hakuna yaliyotumika kukuletea taarifa, basi ulimwengu wako wa roho umekufa. Unahitaji msaada mwingine wa kiungu katika maisha yako, kwa sababu ulimwengu wa roho umeshindwa kuudhibiti na kuutawala. Lakini jambo lingine linalohusu ulimwengu wa roho ambalo unatakiwa ulielewe, tunasema kwamba ulimwengu wa roho hauna umbali. Kuna watu wanadhaniaga ulimwengu wa roho pengine ni umbali wa kwenda Marekani, wa kwenda Urusi, wa kwenda China, wa kwenda Afrika Kusini, Afrika Mashariki. Hapana, ulimwengu wa roho ni ulimwengu usiokuwa na umbali. Hilo ni lazima ulielewe. Kupitia ulimwengu wa roho unaweza kwenda popote na kufanya chochote na kikafanikiwa. Unaweza ukawa eneo lolote na unaloombea mtu mgonjwa akiwa popote akapona. Saa hiyo hiyo siku moja wakati wa Yesu akiwa anahudumu, tunapata kuona kuna sehemu mtu mmoja alimfuata Yesu akamwambia, Yesu, mfanyakazi wangu anaumwa, ninaomba twende nyumbani. Yesu yule mtu, Yesu akamwambia, nitakuja. Yule jamaa akamwambia Yesu kwamba hapana, hauna haja hata kuja nyumbani kwangu, kwa sababu mimi pia nina mamlaka, ni bosi kwa wale watu. Nikiwaambia wafanye hichi ufanya, na yule fanya hichi ufanya. Kwa hiyo kwa kuwa wananitii kwa neno langu, ninaomba na mimi sema neno lako, mimi nilimeze, niende nalo kule. Nikienda nalo nikilitamka, kitu kitatokea. Kwa hiyo tunaona kwamba ulimwengu wa roho hauna umbali, na ndio maana mchawi akitaka atoke hapa, akitoka unakuta mchawi yuko Tanga anataka ende kuloga Kigoma, achukui masaa, achukui manusu saa, anaenda muda huo, anatokea muda huo. Yani hakuna safari ndefu ulimwengu wa roho, hakuna hatua kubwa ulimwengu wa roho. Kwa ulimwengu wa roho tunasema kwamba ulimwengu wa roho hauna umbali. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa ulielewe. Lakini jambo lingine linalohusu ulimwengu wa roho ambalo unatakiwa ulielewe, ulimwengu wa roho hauna tukio la kawaida. Kuna watu wamekopo ni watu wa kudharau mambo. Ulimwengu wa roho hauna tukio la kawaida. Hujawahi kuwa na tukio lolote la kawaida katika maisha yako. Kwa hiyo ulimwengu wa roho tunapoongelea kwamba ulimwengu wa roho hauna tukio la kawaida, unakuta mtu anaota ndoto ameng'atwa na nyoka kwenye ndoto, anaona ni ndoto ya kawaida. Bana, hii ni ndoto tu, achana nayo. Hilo ni tatizo. Ukishaona ni jambo la kawaida, kuna madhara yatakuja. Kuna mwingine unakuta anaota ndoto ameshika fedha, alafu fedha anaweka mfukoni, mifuko imetoboka, na anaona ni ndoto ya kawaida. Hii ni ndoto tu, ni ndoto tu. Mwingine anakuta anaota yupo kijijini, anasoma shule ya chekechea, anasoma darasa la kwanza, amevaa nguo za uniform za shule za awali, na anaona ni ndoto ya kawaida. Yuko mjini, kila siku anajiona yupo kijijini, anaona hii ni ndoto tu ya kawaida. Au anaona yupo kwenye chumba cha mtihani darasani, alafu anafeli mtihani, anaona ni ndoto ya kawaida. Kumbe ulimwengu wa roho ni Mungu anampa taarifa ya yale mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu wa roho, lakini yeye amekosa ufahamu wa kufahamu ulimwengu wa roho na kuuchukulia kawaida. Imepelekea maisha yake kukwama au kushindwa kufanikiwa katika maisha yake. Kwa hiyo chochote kile ambacho cha ulimwengu wa roho usije ukakidharau hata siku moja. Kama ni muotaji wa ndoto, umepata neema ya kuota ndoto, ya kuona maono, ya kuona ufunuo, usije ukadharau hata siku moja, kwa sababu unachoona ni cha kawaida ndicho Mungu ambacho anakitumia. Mungu huvitumia vilivyodharauliwa na kukataliwa. Ni muhimu sana ukaelewa hilo. Lakini jambo lingine linalohusiana na ulimwengu wa roho, tunasema kwamba dharau kila kitu, lakini usidharau uhalisia wa ulimwengu wa roho. Hapa nimekwisha kuongea kwamba usidharau jambo lolote la ulimwengu wa roho. Watu wenye dharau na mambo wa kupuuza vitu, usidharau ulimwengu wa roho. Utakuwa unaiuza kesho yako wewe mwenyewe, au unauza hatima yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa jambo lolote ambalo limebebwa na ulimwengu wa roho ndio hatima ya maisha yako, ndio uhalisia wa maisha yako. Chochote kile ambacho unakiona ndicho ambacho kimebeba baraka na mafanikio katika maisha yako. Lakini jambo lingine ambalo
linahusu ulimwengu wa roho, tunasema kwamba roho yako ndiyo kiunganishi cha ulimwengu wa roho. Hicho ndio kiunganishi ambacho kinakuunganisha wewe hapo unayenisikiliza na ulimwengu wa roho. Roho yako ndio kiunganishi chako. Kwa ni muhimu sana ukaelewa kwamba tunapofahamu, sote tunafahamu mwanadamu ameumbwa katika mambo makuu matatu, ikiwemo mwili, nafsi na roho. Kwa hiyo mwili unakaa katika mwili huu wa kibinadamu, nafsi inakaa katikati, roho ndio ambayo inakaa ndani. Ya kwanza ni roho, ya pili nafsi, ya tatu mwili. Mwili na roho ndio ambavyo vinapingana. Mwili unataka vitu vya duniani, vya ulimwengu wa duniani. Roho unataka vitu vya ulimwengu wa rohoni. Nafsi yenyewe kazi yake na kaaga tu kimya, inaangalia nani mshindi kati ya mwili na nafsi na roho vinavyopingana. Roho ikishinda, nafsi inaenda kwa roho. Mwili ukishinda, nafsi inaenda kwa mwili. Kwa hiyo vinavyopingana, hata Biblia inasema mwili na roho ndio ambao vinashindana, kwa sababu mwili unataka kula wali, mwili unataka kula wiki nzima, mwili unataka kula asubuhi, mchana na jioni, mwili unataka kulala, mwili unataka starehe, hutaki shida. Sasa mwili unapopata vitu vyake vya kawaida vya kidunia, elewa kabisa na roho pia inataka chakula chake. Chakula cha roho ambacho ndio kiunganishi chako cha mwili wako wa ndani ni maombi. Chakula cha roho ambacho ni kiunganishi chako cha mwili wako wa rohoni ni ibada, ni mifungo, ni mikesha, ni kuhubiri, ni kuimba, ni kushuhudia, kusoma Biblia, kusoma neno la Bwana. Hapo ndipo mwili wako wa rohoni utapata nguvu. Hata kuota ndoto za kukimbizwa utakuwa unaziota tena. Hata kuota ndoto upo kijijini utaziota tena. Hata kuota ndoto kuona kwamba unaongea na watu waliokufa utaota tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeweza kudhibiti ulimwengu wa roho na roho yako. Kwa sababu ulimwengu wa roho ukisha kuwa na nguvu, mwili unanyamaza kimya, nafsi inanyamaza kimya. Lakini mwili ukisha kuwa na nguvu, nafsi na nyamaza kimya, roho pia inakuwepo haioni chochote, haitakosa mawasiliano. Itakosa mawasiliano pale ya kutoka rohoni kuja mwilini, kwa sababu mwili wako umefungwa na anasa za kidunia. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa kwamba roho yako ndio kiunganishi cha ulimwengu wako wa roho. Lakini pia ndio maana ukisoma kile kitabu cha Marko pale, Marko 12 mstari wa 30, maandiko yanasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo hapa tunapata kuonyeshwa kwamba inatakiwa tuwekeze zaidi katika roho na si katika mwili. Inatakiwa tuwekeze zaidi katika roho na si katika mwili, ili Mungu aweze kuleta hatima na mafanikio katika maisha yetu. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni kuhani Samuel Benson Yosia. Ninakutakia wakati mwema. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba bonyeza alama ya subscribe kwa kuanza kupata mafundisho yetu yanayotoka katika channel yetu hii. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana.